Mamdogo. Abe. Za siku. Nzuri. Fadhali nimekuona. Shikamoo. Marahaba. Nilikuwa nakutafuta. Jamani. Nyumbani si pale ungenifuata tu. Kuja nyumbani mamdogo? Hapana. Kwani? Dada yako alivyo. Anakufanyaje? Kiukweli mmefanana tu sura. Matendo. Kivipi? Ongea nakusikiliza. Na ndo nimekuona nataka kukwambia. Dada yako ni kero sana. Dada yako ni kero. Nikwambie mamdogo. Tangia binti yake amalize shule. Watoto wetu wana shida. Mtoto wake ndo mwenye degree. Mtoto wake ndo mzuri dada. Mtoto wake ndo ataolewa na mume mzuri. Yaani tunashindwa tufanyeje. Nikaona madam nimekuona niongee na wewe. Kwa hiyo nataka nifanye nini? Nikaona wewe uende kamwambie dada yako anayoyafanya mtaani. Haya matangazo anayofanya yatakuja kumgharimu. Atakuja kuaibika mamdogo. Kwa hiyo mamdogo, haya unaona ya kawaida. Mimi nilikuja nikwambie umuonye dada yako. Dada tulia hivyo hivyo. Hapo sasa kwenye kumuonya, wewe ndio uliyepewa hizo taarifa. Wewe ndio uliyekerwa na una mdomo, mtafute mwenyewe umwambie mimi siwezi. Mamdogo na wewe. Kwanza niache niendelee na safari zangu. Tutaponea wapi? Nilijua utatusaidia. Jamani. Sasa Alinda, nimekuita hapa mwanangu. Sasa tuongee vizuri. Si ugomvi wala nini mwanangu. Ni kweli umekuwa mkubwa, chuo umechimaliza, umerudi nyumbani. Lakini lazima tupeane taratibu za kuishi, si ndio? Utaratibu wa binti mwenye heshima yake, mwenye stara. Binti anataka aishi kistaarabu. Wewe ni binti mzuri bwana. Lazima ujitunze. Unajua kuna mama mmoja juzi ameniambia, "Kwani unamuita mtoto wako mzuri?" Nikasema namuita mzuri ili azoee. Azoee, si hata hiyo sifa akija kupewa na wanaume imuleweshe kwamba ni sifa mpya, ni sifa ngenyi. Sasa hata hiyo nguo uliyovaa nayo sio sahihi. Mwanamke nguo ikukabe ije usawau kwenye mikono usawau, sawa? Mama, si ndio? Kama una nitakununulia, tutaongozana uchague nguo za heshima. Na jina nilikupa zuri Alindo Mukama, lakini na mimi mama yako lazima niongeze nguvu zangu za kukulinda. Si ndio? Tena kuna nguo hiyo nimekumbuka. Kuna nguo kubwa kubwa nilikuwekea, kasema utakuja uipunguze. Kuna hiyo. Ina ubaya gani Sitaipunguza huku kidogo na huku kidogo. Mama, ile gauni si kubwa jamani. Si kubwa, unaenda kupunguza kidogo. Punguza hapa kidogo, huko chini ya kati fundi. Hii gauni nzuri hivi lina ubaya gani? Ufaa ujipime kidogo. Mama, ni kubwa. Si ndio maana nakwambia utapeleka kwa fundi. Fundi makatura yule anachona vizuri, atapunguza huku na huku. Ndio nguo za heshima inakuwa kubwa, inakuachia mwili. Kwa nini vae njaibisha uone? Jaribisha. Unafikiri utakuja uvae vitu vya kukubana bana vichupi hivyo ndio utaolewa? Tena wa hivyo wanadoda. Pandisha hivi kidogo. Mama. Mama, hii ndo nini? Utapunguza. Sasa ngoja nikwambie, kama huyu mtoto huyu nani? Mwashida. Kwa vile kuna cha kuolewa mwana.
Kakuta vinguo vimebana bana kanapita. Na kaangalia anasema mtadodaga hivyo hivyo. Elimu huni, mavazi hujajisitiri. Kutwa kucho unatembea Chiguru na Nji. Hilo inge lisikutie mawazo utapunguza. Hilo acha. Sio issue kwa leo. Weka pembeni. Sasa jingine. Sasa tu unavuta mdomo uchitangulia uso na hapo na uzuri huo wenyewe na kusifia utapotea. Mimi hapa sikukuombezi, nakupa tu utaratibu wa kuishi. Umesikia? Mjomba wako, mjomba Tachi Samvu. Mjomba. Anasema ukamtembelee. Na utakuwa unatembelea wajomba wasomi tu. Sawa familia tunayo kubwa lakini nataka unaenda kwa wasomi wenye dijiliwe. Ndio wanajua kuthamini msomi. Sio wanaenda tu sijichangaza na kuita hivyo navyo utaonekana unazunguka ovyo. Mchumba mwenye heshima hatapatikana. Sawa mwanangu? Sawa. Leo hamna ugomvi. Eti gauni ni kubwa, sio utalipunguza na wewe. Naweza hata chingine chichupande chingine ukatengeneza kitambaa cha kichwani. Mama. Sasa hapo naenda kwa mjomba. Bonjo alinda. Sasa ndio yale tulitoka kuongea. Mama, sasa hii nguo ina shida gani? Wewe usiseme ina shida gani bwana? Hebu geuka hivi. Hii nguo ina shida gani? Hizo namba 8 hivi unamuonyesha nani hivi? Mama. Basi sikia. Si ile ulionipa basi ngoja niende na hii hapa. Afu hiyo nitakuja kuibana baadaye. Sawa, lakini pia lazima twende tukanunue nguo. Na tutaenda na mimi mguu kwa mguu nikusaidie kuchagua. Najua mawachili zenu. Sawa, basi ngoja nikatafutie na mkoba niende. Sawa. Haya. Unampaya gani nguo imekuchora kabisa hivi? Mwashida, mambo poa? Shuga yangu mzima? Mimi mzima. Pindiza. Asante. Shuga yangu nasikia, si na ulimalizaga chuo? Nilishaga diploma. Hongera, na yenyewe naye ni elimu. Aya, unaenda wapi? Naelekea kwa mjomba, ni mama kaniuzi, acha tu. Nina hasira. Kwa nini tena? Ni mtu kweli anakupa 50 afa akwambia inakutosha. Kweli mtoto wa kike 50. 50? Ndio. Shoga. Mimi ngoja niondoke, niwahi tu. Bye. Haya. Bye. Poa. Haya. Dukani. Mtu wa 50 anasema ndogo. Makubwa. Mwenyewe dukani. Inabidi tuzipalilie vizuri, afu tualike majirani waje kununua. Na mimi majirani wanavyonikubali, watazinunua hizo. Alafu unajua kuna watu wataka kuja kununua kwa sifa. Tukanunue mboga kwa muwai. Alafu dada, kuna kitu nataka nikwambie. Kuniambie? Nimekutana na jirani pale. Nasema kuna malalamiko. Watu wanalalamika majirani, jinsi unavyotamba, unapita unaongea ovyo, unapita unajigamba. Mwanangu alinda kasoma, mwanangu ana degree, mwanangu anapata 1. Hicho unachofanya kwa Linda kinampa wakati mgumu.
Mmeshaenda kukaa vikao na majirani, anamsifia mwanae anafanya nini. Mdogo wangu, Watanzania ninawajua. Uchiwemo na wewe ni Mtanzania. Binti akifanya kitu kizuri, ni yeye mhusika tu atatumia nguvu kubwa kujitangaza watu wamuelewe. Lakini akifanya kitu cha ovyo, yani Alinda hapa angekuwa ametengeza connection kama binti wengine tunavyosikia huko, sijui amefumaniwa na mume wa mtu, sijui amejidhalilisha mtandaoni sio na nini, leo tungekuwa mastaa. Yani hapa hakubajui la baramuzi. Hata mboga zingekanyagwa, waandishi wa habari wangekuja kuchukua exclusive interviews hapa. Makampuni yangekuwa yamemuita kumpa endorsement. Leo kwa vile mwanangu kufanya kitu kizuri, kaja na degree, binti mzuri kamaliza degree, binti wa Mwaya. Imekuwa shida kwamba mimi ninamtangaza, ninanyanyasa na wengine. Kweli? Nitatangaza mwanangu, Alinda na degree, Alinda. Majirani. Alinda na degree. Alinda na degree. Tamtangaza mwanangu. Atatumia nguvu kubwa kutangaza mwanangu. Sasa dada yangu tuongea kwa ubaya ila hizo unazidisha. Ujue maendeleo hata usipoyatangaza watu wenyewe watakuona. Unafanya sio Vizuri utangazo. Sio kwamba utembee unapiga kelele kila kona. Mbona maduka makubwa, makampuni yanaweka mabango? Kwani asikae chini? Kubuli inagombanisha mioyo, watoto wananyamaza, wanajificha. Kubuli inachochea vurugu, si tu kwa watoto, hata majirani. Mama, tukutake karibu. Kai. Mbona kwa walimu mama? Wewe unajua kabisa mimi naibia muda. Jua. Kumi sina maana kuuliza hivyo. Kindio kunaweza msao yako nitakuwa si. Tena ni sawa. Unajua kwanza niweke kindege hapo. Kindege? Kindege unamkopa nani? Yaani wewe, unajua kama mimi naibia muda? Sawa, nakuelewa. Sawa. Nina shida, kubalika tu kwa kindege chako. Sasa nataka kunipanda kichwani. Kumruhusu mara moja tukenda kwa mjomba wake ndo na simu kazima. Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye. Para hapatikani. Mama yako bado anakubana mpaka leo wakati mtu mzima. Ndio. Kwani? Mimi mwenyewe maisha kule nishachoka, yaani natamani hata nirudi chuo. Yaani maisha nishachoka kabisa. Yaani jaribishe WhatsApp tuone. Mbona nini? Wewe. Umewasha wifi? Paisikia siku yupo hapo na connect. Yaani ushaharibu hapa yani. Wifi sipooni kila siku baby hapa. Naona connect. Umeshaharibu. Nani anapiga? Wewe Alinda uko wapi, mbona upatikani? Itumie location. Nafanya? Request. Ni request nini? Fanya haraka request. Wewe, unauliza maswali tena request hapa. Tayari. Subiri bwana bwana. Watie basi. Hebu niache bwana. Mama ni mzazi, mama ni rafiki wa dhati, mama ni taa ya nyumbani, mama akicheka roho inatulia.